msimu uliopita goli kama lile halijafungwa katika ligi kuu ya NBC, na msimu huu tumefika raundi hii ya 7 ya 10 goli kama lile halijafungwa. Bana mtazamaji wa Sports Fact TZ, bana baada ya mchezo wa Simba hii leo dhidi ya Mashujaa FC, mchezo ambao umetamatika kwa Simba kuweza kupata ushindi wa magoli 2-0, bana afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali weza kuzungumzia na kuridhishwa pia na mwenendo wa kikosi hicho cha Simba. Mbali zaidi pia amegusia kuhusiana na usajili wa mwisho ambao yeye ameweza kuahidi ya kwamba ule utakwenda kufunga na kutikisa Tanzania na usajili wote, kwani pia wanapanga kushusha chuma kingine kipya eneo la ushambuliaji, eneo la mbele. Mbali na hapo pia ameweza kubainisha nyota mbalimbali ambao kwa sasa wako na mpango wa kuachana nao kupitia dirisha hili dogo la usajili. Azwino pia mpaka sasa Simba ukitazama kwenye orodha wachezaji wa kigeni mpaka sasa wachezaji 12 wametimia. Kwa hiyo kama ataongezeka mchezaji mmoja lazima kuna mchezaji aweze kuondoka pale kikosini ili kupisha pia mchezaji mwingine kuingia. Lakini ameridhishwa pia na kiwango cha Libase Gueye, moja ya mawinga ambao Simba msimu huu imewachukua kutokea pale nchini Senegali, na akiwa na kiwango bora zaidi na kugusia mambo mbalimbali kuelekea mchezo wa Esperance de Tunis. Amewahakikishia mashabiki na viongozi pamoja na wanachama wa kikosi cha Simba kuwa Simba inakwenda kupindua na kufanya maajabu makubwa kweli kweli kuelekea kwenye mchezo huo. Hebu tumsikilize Ahmed Ali akiunguruma baada ya mchezo huo kubwa zaidi, akigusia pia dakika 90 zilikuwaje. Jambo ambalo linatia matumaini sana na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi kubwa sana ni usajili huu wa dirisha dogo la msimu huu. Tumesajili wachezaji top quality, tumesajili wachezaji bora. Nyote mnafahamu ni ngumu sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, lakini Simba Sports Club tumefanikiwa na tumeweza kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, na hilo limejidhihirisha hilo. Ukianza kwa mlinda mlango Mohamed Jibril Kasali Tanja, tumeuona ubora aliyokuwa nao, tumeuona namna ambavyo ameiokoa Simba kwenye shuti kali ambalo alienda kucheza na Simba ikabaki kuwa salama. Tumeona anavyokuwa kiongozi kwenye kutengeneza mashambulizi na kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini ubora wa Nixon Kibabage nadhani mmeuona, ni kama vile hajawahi kucheza mpira hapa Tanzania. Ni Kibabage mpya kabisa ambaye ametoka kwenye maboksi yake. Kibabage ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana, achilia mbali assist ambayo ameitoa, lakini ubora wake Kibabage inaonyesha ni dhahiri shahiri kwamba viongozi wetu wana jicho pana la kuona mpira, na ndio maana wakaona Nixon Kibabage ana uwezo wa kuja kuisaidia Simba. Muda wote alikuwa anapumulia kwa wapinzani, muda wote anapita anamwaga majalo, na jambo zuri unaona combination yake na Anicet Oura, namna ambavyo Anicet anamwachia Kibabage, Kibabage anajaza mtungi. Lakini ukija kwa Anicet Oura mwenyewe, mengi alizungumzwa, lakini tukasema miguu ya Oura ndiyo ambayo itakwenda kuelezea uhalisia yeye ni mchezaji wa aina gani. Tumeona leo namna ambavyo amewafanya vibaya kweli kweli Mashujaa. Tumeona alivyowapindua, anakwenda anapunguza spidi, anaamsha mwendo, yani amefanya kile ambacho anachokitaka, na kile alichokifanya amekipatia kwa 100%. Huyo ni Anicet Oura. Lakini Libase Gueye nahitaji nimzungumzie ama nyinyi mtanisaidia kumzungumzia? Libase Gueye mechi yake ya kwanza akiwa katika ligi kuu ya NBC amefanya maajabu makubwa kweli kweli. Amechukua mali upande wa kushoto kule, akachekecha, akawaangalia Mashujaa imekuaje. Goli ambalo amelifunga Anicet Oura msimu Libase Gueye msimu uliopita goli kama lile halijafungwa katika ligi kuu ya NBC, na msimu huu tumefika raundi hii ya 7 ya 10 goli kama lile halijafungwa. Anicet Oura huyo Libase Gueye, unazungumzia bingwa wa AFCON, kijana kutoka Senegali, na yeye amechangia kwa namna moja ama nyingine Senegali kupata ubingwa. Ndio mpira ambao hatujauona kwa muda mrefu. Leo hii tumeshuhudia ari ya upambanaji ya kiwango cha hali ya juu mno. Leo hii tumeshuhudia Simba bora ambayo hatujaiona kwa muda mrefu. Hakika
tuna uwezo wa kutamba sasa kwa kinywa kipana ya kwamba tumeamsha upya matumaini yetu ya kuchukua alama 9 katika mechi 3 ambazo zimebaki za ligi mabingwa Afrika, lakini rasmi tunauanza upya ushindani katika kupigania taji la ligi kuu ya NBC. Timu ya kusema hivyo tunayo, wachezaji wa kualia yamini ya namna hiyo tunayo. Simba mpya tumeiona hii leo Meja Isa. Inajenga picha kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Esperance. Tumepata kipimo kizuri na namna ambavyo wachezaji wetu wamecheza, naweza kusema kwamba Simba tuko tayari kwenda kuchukua alama 3 mbele ya Esperance. Na kwa Simba hii ambayo imeboreka, yani imefanyiwa maboresho, matumaini mapya, mnyama ameamka, na tarehe 1 mwezi wa pili tutakwenda kufanya balaa kubwa sana katika dimba la Benjamin Mkapa.